Warigani Tanzania, asante kwa kuendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii, katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali iwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mara, SACP Pius Lutumo, hii leo ametoa taarifa mbalimbali za matukio yaliyotokea katika mkoa wa Mara, likiwepo tukio la kuuawa kwa mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Swaumu mwenye umri wa miaka 30, mkazi wa manispaa ya Musoma, kata ya Mkendo, mtaa wa Mkendo, ambapo jeshi la polisi mkoani Mara linamshikilia Hamisi Magesa mwenye umri wa miaka 43 kwa tukio hilo. Ndugu wanahabari na wananchi wa mkoa wa Mara, jeshi la polisi mkoa wa Mara linapenda kuwapa taarifa juu ya kukamatwa kwa Hamisi Magesa Nyamhanga mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Mkendo, ambaye ni mvuvi, ambaye huyu anashikiliwa na jeshi la polisi kutokana na tuhuma ya mauaji. Ni kwamba tarehe 19 mwezi wa 11 2025 majira ya saa 11 za jioni huko katika mtaa wa Mkendo, manispaa ya Musoma, mkoa wa Mara, mtu mmoja mwenye jinsia ya kike mwenye jina la Oganga Onyaga Swaumu, umri wake miaka 30, kabila Msweta, mjasiriamali, mkazi wa eneo hilo la Mkendo, manispaa ya Musoma. Muda huo alikutwa nyumbani kwake akiwa amefariki dunia, lakini awali mtuhumiwa ambaye nimemtaja hapo juu alimpigia simu mwenyekiti wa serikali ya mtaa akimjulisha kuwa amemuua mke wake na kumfungia ndani ya nyumba yao kutokana na ugomvi wa kifamilia, ambapo aliendelea kueleza kuwa pamoja na ugomvi waliokuwa nao kama mke na mume, siku ya tukio mwanamke aliandaa chakula kwa ajili ya mume wake, na mume ambaye ni mtuhumiwa alimtaka mke wake aanze kula yeye chakula hicho ili kumwaminisha kuwa chakula hicho hakikuwa na sumu au hakikuwa na kitu chochote kibaya. Mwanamke alikataa kula chakula hicho, na kutokana na mwanamke kukataa kula chakula hicho, mume ambaye ni mtuhumiwa aliamini kuwa kumbe chakula hicho hakikuwa kizuri ama kilikuwa na sumu, na hivyo aliamua sasa kumuua mwanamke huyo, kwamba wewe ulitaka kuniua mimi, sasa na kuua wewe kwanza. Mtuhumiwa alitumia rasta za huyo marehemu ambazo zilikuwa ni ndefu kumnyonga shingo mke wake marehemu mpaka kufariki dunia. Mtuhumiwa huyu baada ya kutekeleza unyama huo alitoweka nyumbani pale, lakini baadaye alimpigia simu mwenyekiti wa serikali ya mtaa akimjulisha tukio hilo kama ambavyo nimeeleza. Lakini baada ya kujulisha hivyo aliendelea kupotea kusikojulikana, na jeshi la polisi lilifika eneo hilo na kufanya taratibu za kipolisi na kumchukua mwili wa marehemu na kumpeleka katika hospitali ya manispaa ya Musoma. Kwa hiyo mwili wa marehemu bado umehifadhiwa eneo hilo. Jeshi la polisi liliendelea na msako wa kumpata mtuhumiwa, ambapo baadaye usiku mkubwa kuamkia leo tarehe 20 mtuhumiwa aliweza kukamatwa, lakini alikamatwa akiwa amesha mjeruhi mtu mwingine ambaye ni dada yake anaitwa Nyambura Magesa Matiku mwenye umri wa miaka 49. Huyu alijeruhiwa kwa kuchomwa mshale, ambapo aliweza naye kutibiwa katika hospitali ya manispaa Musoma na baadaye kuruhusiwa. Chanzo cha ugomvi huu kama nilivyojaribu kueleza mwanzo kinaonyesha ni ugomvi wa kifamilia. Jeshi la polisi
litoe wito kwa wananchi, lakini kwa watu wote kwa ujumla, kwamba tunapopatwa na madhira kama haya tusichukue sheria mkononi, tuchukue taratibu, tutoe taarifa kwa vyombo ambavyo vinaweza kufanya uchunguzi huu na pengine kwenda katika taratibu za kisheria kuliko kujichukulia sheria mkononi. Tuombe wananchi waendelee kuliamini jeshi la polisi kwamba linaweza kutatua matatizo yao ya kawaida ya kila siku. Yegowasu TV tulipata nafasi ya kuzungumza na mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mkendo uliopo kata ya Mkendo manispaa ya Musoma. Yegowasu TV pia tumepata nafasi ya kuzungumza na mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mkendo uliopo kata ya Mkendo manispaa ya Musoma kutokiana na tukio hili ambalo limetokeza siku ya leo. Mjumbe, pole. Asante, habari za jioni. Salama kabisa. Mimi ni mjumbe wa mtaa huu. Ile tukio limenisikitisha sana na watu kama hao wanatakiwa wachukuliwe hatua. Inachangia ni wivu wa kimapenzi. Hao watu walikuwa na mgogoro, wana wivu wa kimapenzi. Ndio chanzo cha mauti kumkuta huyu dada. Na kabla ya kufika huko ambako wamefika, waliwahi kufika labda kwenye kwako kama mjumbe au ofisi ya serikali ya mtaa kwa ajili ya kuweza kutatua mgogoro wao? Hawajawahi. Mara nyingi sana wakiwa kigombana, nilikuwa naona mimi kama mjumbe analeta familia upande kwao na upande wa mwanamke wanazungumza, then wanaendelea na maisha. Lakini hawajawahi kufika kwa mjumbe wala kwa mwenyekiti. Hicho kitu sijawahi kupata taarifa. Ila ni tukio ambalo limenisikitisha sana kwenye huu mtaa. Na watu kama hao wanatakiwa wachukuliwe hatua. Serikali pambane mpaka akamatwe, aweke iwe funzo kwa wengine. Na taarifa za tukio hili wewe umezipataje? Taarifa za tukio nimepata baada ya saa 8. Kwanza nikashtuka kumwona yule muuaji ambaye ni mume wa huyu dada marehemu anakusanya vitu, anawapa watu, alikuwa na duka, anawapa watu vitu dukani. Nikashtuka nikaona ni jambo ile anaelekea wapi, nikapuuzia. Kufika kama saa 10 kasoro hivi namuona mwenyekiti anakuja. Naambia mjumbe, una taarifa gani? Nikamwambia sina taarifa yoyote. Akasema mbona hapo kuna mauaji hapa, Hamisi ameua mke wake. Ndio tukaungana na mwenyekiti, then ndio mambo yakawa kama hivi. Mwili ukachukuliwa kuelekea mochwari. Huyu ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Mkendo, kata ya Mkendo, manispaa ya Musoma, ambapo tukio hili limetokea eneo la mtaa wake. Ameiomba serikali kuweza kufanya jitihada zote, hasa jeshi la polisi, kuweza kumkamata mtuhumiwa na sheria iweze kufuata mkondo wake, lakini pia ameonya watu wenye tabia kama hizi za wivu wa kimapenzi ambazo zinapelekea matokeo kama haya kuweza kuepukana nazo. Yegowasu TV sisi tutakuletea tukio zima kadri ambavyo tutakuwa tunalipata. Yegowasu TV pia tumeweza kufika kwenye chumba cha kuhifadhia maiti ya hospitali ya manispaa ya Musoma kuweza kukutana na ndugu wa marehemu. Dada, pole. Asante. Taarifa za tukio hili umezipata ukiwa wapi? Nikiwa Mkendo kati. Na kabla ya hapa labda ndugu yako aliwahi kukupigia kukueleza kwamba yeye na mwenzake wana changamoto yoyote? Ndio. Ashai kunieleza yeye mwenyewe kwamba wametibuana, kuna ugomvi umetokea kwa wametibuana, kwa hiyo kwa wameachana. Yaka amerudi ameenda kwa kaka yake kukaa. Sasa jana nilipigiwa simu na wifi yake anayekaa naye. Akaniuliza kwamba shangazi yako ameshafika huko, nikamjibu sijamuona. Akanijibu au unanidanganya? Nikamjibu ni kweli sijamuona. Akanijibu sawa, lakini toka jana sijamuona nyumbani, hajalala nyumbani jana, mpaka jana napigiwa simu mida saa 9 hajafika. Nikamwambia ngoja jaribu kumpigia, ile kumpigia simu na mimi simu zinaita wewe apokee. Nikamrudia hiyo, nikamwambia simu nampigia simu lakini afanyaje apokee. Akanijibu sawa. Sasa leo mida ya saa 10 ndo napigiwa simu na mama. Anaambia kwamba umeshapata taarifa zote kuhusu shangazi yako. Nikamjibu sijazipata. Akanijibu shangazi yako nasikia amefariki. Nikamjibu wapi? Akanijibu sijajua, sijapata taarifa kamili. Nikamjibu sawa. Nikamtafuta mama Lama ambaye ni huyo mama yangu, wifi yake. Nikamuuliza vipi, uko wapi? Akanijibu naelekea kituo cha polisi. Akaniambia nikifika sehemu ya tukio nitakujuza. Nikamjibu sawa. Sasa baadaye kabla hajanijuza yeye baba akanipigia simu. Akaambia shangazi yako ameshafariki. Nikamjibu yuko wapi? Akanijibu sijajua. Mama naye akanipigia simu hiyo nyakato. Akaniambia shangazi yako ameshafariki. Nikamjibu uko wapi? Akanijibu niko resti njoo. Nikamjibu sawa nakuja, ndio ikawa kama hivyo. Asante, naendelea kuichagua Yegowasu TV, sauti ya jamii. Tupo hapa kukuletea matukio pamoja na habari mbalimbali, hizo ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Endelea kutufuatilia katika kurasa za mitandao yetu ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok.
Uko kote tunatambulika kama Yego Asu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari alisimama Dakawa John. Yego Asu TV, sauti ya jamii, nyuma kuna watu.